neema na uaminifu wa Mungu, by the grace and the faithfulness of God, huduma ya Bishop Bernard Jumalema, the ministry of Bishop Jumalema, imekuwa ushuhuda mkubwa sana wa kujitoa. It has been a great testimony. Uvumilivu na wito wa kweli, the perseverance and true calling wa kumtumikia Mungu of serving God kwa kipindi cha miaka 20 mfululizo. For more than 20 years. Amemtumikia Mungu kwa uaminifu sana. He has been serving God faithfully. Kwa ninavyomfahamu mtumishi huyu, for how I know this man of God, baada ya kuhitimu masomo ya diploma ya Bible Theology, after graduating his diploma of theology, mwezi wa 5 mwaka 2006, May 2006, aliwekewa mikono rasmi, he was ordained kuwa mchungaji, to be a pastor, na Bishop Jenny Muhegi, by Bishop Jenny Muhegi wa Kunduchi, from Kunduchi, pale kanisa la Dorcas Christian Church. From Dorcas Christian Church. Hatua iliyofungua rasmi safari yake ya kumtumikia Mungu katika ngazi ya uchungaji. That step opened his way to serving God. Na mimi nilikuwepo pale, and I was there, na ilifanyika mbele ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, and it happened before the Hayati Kandolo. Mr. Kandolo. Mwaka 2008, 2008, mtumishi alijiunga na Wapo Mission International. This man of God joined Wapo Mission International akiwa mchungaji wa tawi la Mbagala Maji Matitu, as a pastor from Mbagala Maji Matitu, ambapo alihudumu kwa uaminifu mkubwa sana, and he served faithfully hadi mwaka 2015 until 2015, alipohamishwa makao makuu, while he shifted to the headquarters hapa Mbezi chini ya uongozi wa Bishop Sylvester Gamanya, under the leading of Bishop Sylvester Gamanya. Mtumishi huyu mwaka 2016, this man of God from 2006, aliwekewa mikono kuwa bishop, he was ordained to be a bishop wa kanda ya Nyanda, from kanda ya Nyanda za juu kusini, from south eastern upper parts, huku akiendelea kuhudumu while he was still serving jijini Dar es Salaam, in Dar es Salaam, kupitia huduma ya Operation Angaza, from the Ministry of Operation Angaza, iliyokuwa katika maombi juu ya matatizo sugu. This ministry was about kuombea matatizo sugu, kuomba kwa ajili ya ukombozi, praying about deliverance, na kuwainua watu kiroho. and lifting spirit. 2019, baada ya kulitumikia kwa uaminifu Wapo Mission International, after serving faithfully at Wapo International Ministry, aliaga akaondoka kwa heshima kubwa. He shifted from there na kuanzisha maono mapya, and he started new ministry or new vision. He started a new vision ambayo inaitwa hadi sasa Jehovah Adonai Ministry, which is called Jehovah Adonai Ministry, which huduma ambayo that ministry inaendelea kugusa maisha ya watu wengi, is touching lives of people kupitia injili, using the gospel, kupitia maombi, using prayers, na mafundisho halisi ya neno la Mungu, and true gospel teachings, na huduma za kinabii mpaka sasa. and the ministry of prophets. Na nimemtembelea kule nikaona na kuthibitisha ninayozungumza leo. I went there and I confirmed. Kwa kipindi cha miaka 20 ya huduma, for the period of 20 years of ministry, Bishop Bernard John Jumalema, Bishop John Jumalema ameendelea kuwa sauti ya matumaini kwa taifa. He has been a great voice in this nation. Maombi, mafundisho ya kweli ya neno la Mungu, prayer and the true teachings of the gospel, na amekuwa mlezi mzuri wa watumishi wa Mungu. He has been a good teacher kwa vizazi mbalimbali from different generations. Na nimemtembelea kwenye huduma yake, and I visited his ministry, nikaona and I saw na kushuhudia and I witnessed haya ninayoongea. what I'm speaking. Aliposimama hapa kuongea, when he stood to speak, ameongea mapito ya utumishi wake, he talked about the past of his ministry, na nimesikia moyo wangu umefadhaika, umenungunika, umelia sana. and I felt so bad and I cried. Mimi ni mtumishi ambaye tunaheshimiana kwa miaka mingi, and he's my friend and he's a man of God for a long time.
tunaonana kwenye matukio mbalimbali, and we see each other in different meetings. Lakini sikuwa najua kama mwenzangu alipitia hadi kuoza mapafu. And I never knew that. Ilikuwa ni habari mpya ambayo nimesikia hapa. It's a new information. Na nimefadhaika sana, nimelia sana. And I'm very sad about the information. Lakini pamoja na yote, natumia nafasi hii I'm using this chance kumpongeza kwa miaka 20 ya kichungaji. Congratulate him for the 20 years. Na nitaungana pamoja nani katika kumshangilia Bwana Yesu. And I join you to katika miaka 20 ya utumishi na huduma. Watu wengi wanafikiri huduma ya kichungaji ni huduma nyepesi. So many people think that it is easy to be a pastor or to jaribu kuwa mchungaji ndio utajua kama ni nyepesi au ni ngumu. Try to be a pastor, you will know if it is easy. Unapoona tunaombewa hapa tunalia, when you see us when we have been praying, sisi sio wajinga kwamba tunalia bure bure. We are not great that we cry. Kuna kitu kinasema ndani ya mioyo yetu. There is something speaking in our hearts. Kuna kitu kinaongea ndani ya roho zetu. There is something speaking in our hearts. Ndio maana utaona mwanaume mtu mzima anaanza kulia. That's why you see a grown man crying. Kwa sababu habari za wito, because they think the information of the calling, habari za wito sio habari nyepesi sana. The information about the calling is not an easy. Tunapozungumzia wito wa Mungu, when we talk about the calling of God, ni kitu kingine. It's a different thing, it's another thing. Kuna uchungaji na kuna wito wa Mungu. There is to be a pastor and there is a calling of God. Tunapozungumzia habari za wito wa Mungu, when we talk about the calling of God, ni kitu kingine. It's a different thing. Tunapozungumzia kudumu katika utumishi, when we talk about standing still or being still in ministry, katika huduma ya uchungaji, in the ministry of being a pastor, bila kuacha, without leaving, bila kukata tamaa, without giving up, sio kitu chepesi. It's not an easy thing. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu, kabla sijatoa neno hapo jioni leo, I've been given this chance before I ninakupongeza kwa miaka 20. I congratulate you for the 20 years. Ninampongeza mama mke wako kwa miaka 20. I congratulate your wife for the 20 years. Lakini pia ninampongeza mama mzazi. I congratulate your mother. Maana tokea na kufahamu, since I've known you, nilikuwa nakuona na mama kwenye utumishi wako. I've been seeing you with your mother. Pamoja na watoto ambao umewazaa. With your children. Pamoja na kanisa kwa ujumla unalochunga. With the church. Ninawapongeza katika jina la Yesu Kristo. I congratulate you. Tumpe Yesu makofi mazuri. Clap for Jesus. Tumpe Yesu makofi mazuri sana. Clap for Jesus. Nina neno fupi hapa. A short word of God. Katika kufungua ukurasa mpya. By opening a new chapter. Na neno hili lipo katika Mathayo 17. And this word comes from Matthew. Mstari wake ni ule wa 3. Chapter 17 and verse 3. Biblia inasema hivi. The Bible says, na tazama wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Na tazama wakatokewa na Musa na Eliya and behold, wakizungumza naye. there appeared unto them Moses and Elias talking to them. Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu sana kuona wapakwa mafuta wa Bwana wako hapa mbele. Men of God in front of you here. Ninaona wazee wangu wa heshima katika mji huu. I see elders, respected elders in this na city. Hii inaonyesha kwamba tukio hili ni kubwa sana. This shows that this thing is very big. Kuna nyuso ukisiona kwenye makongamano. And when you see their faces, when you see manake makongamano ni ya VIP. They are VIP events. Ni makongamano yenye hadhi kubwa. Sema bila kubwa sana. Nina maneno machache hapa. I have short words to say. Yesu yuko juu ya mlima. Jesus is up on the mountain. Mahali ambapo anakwenda kubadilika uso wake. Where his face changes. Na utukufu utamfunika. And the glory covers him. Na sauti itatoka mbinguni kuthibitisha. And the voice comes from heaven to confirm that. Akiwa hapa juu ya mlima, when he was on the top of the mountain, kuna kitu kinanichanganya kidogo. There's something that confuses me. Pale juu ya mlima, on the top of the mountain, wanatokea watu wawili. They reveal to him two people. Mtu wa kwanza ni Musa. The first person is Moses. Na mtu wa pili ni Eliya. And the second person is Elias. Hapa ni Kanaani. And it is in Canaan. Hapa ni Kanaani. And it is in Canaan. Musa anakuja fanya nini Kanaani? What has Moses come to do in Canaan? Wakati Mungu alimwambia katika jangwa, when God told him in the jungle, kwamba ataona Kanaani, that he will see Canaan, lakini hataingia. but he will not enter.
Lakini hapa tuliposoma, but here where we have read, Musa yupo Kanaani, Moses in kwenye mlima ambao Yesu amebadilika uso. in the top of the mountain. Musa anakuja fanya nini hapa Kanaani? What is Moses going to do there? Mungu alimwambia utaona, utaingia. God told him that you will see but you not enter. Je, Mungu amesema uongo? Did God lie? Mungu si mwanadamu ili aseme uongo. God is not a man to lie. Mungu akisema ndio ni ndio. When God says yes, it is yes. Mungu akisema okay ni okay. When God says it's okay. Mungu akisema nitakuinua, atainua tu. When God says he will lift you. Mungu akisema atabariki, atabariki tu. When God says he will bless you, he will bless you. Mungu hajawahi sema uongo. God has never lied. Na Mungu hawezi sema uongo. God cannot lie. Siku zote kila neno la Mungu ni kweli. Every word of God is true. Sasa Musa anafanya nini hapa? What is Moses doing? Na Mungu alimwambia, And God told Moses, wewe Musa, you Moses, utaona you Kanaani will see Canaan, lakini hautaingia. but you not enter. Hapa Musa yuko Kanaani. And Moses is Canaan as we are Hapa told. Musa yuko Kanaani. He's in Canaan, Musa as we Kwa are told. tafsiri nyingine, In another translation, Musa ameingia Kanaani. Moses has entered Yuko Canaan. juu ya mlima Kanaani. The top on the mountain of Mungu Canaan. alimwambia utaona, hautaingia. But God told him that you will see, but you not enter. Sikiliza nikwambie kitu chote And I leo. want to tell you this is. Hebu nikasema hata kila mtu hapa Look chote at leo. me, everyone look at me. Mungu haangalii kama wanadamu waangaliavyo. God does not look at how men looks. Na maamuzi ya Mungu ni tofauti na maamuzi yetu. How God decides is different from us. Ndio maana Biblia inasema That's why the Bible says njia za Bwana hazichunguziki. his ways cannot be. Formula ya Mungu ni tofauti His formula is very different na formula zetu. with our formulas. Katika formula zetu, In our formulas, moja kuongeza moja ni 2. 1 plus 1 is 2. Lakini katika formula ya Mungu But in the formula of God, kuna mahali inasemekana there is a place that moja kuongeza moja ni 1. 1 plus 1 is 1. Formula ya Mungu The formula of God ni tofauti na formula zetu. is different from our formulas. Tukienda katika kitabu cha Mwanzo, When we go in the book of Genesis, wakati Mungu amemaliza kuumba kila kitu, when God has finished, He created everything. Biblia inasema The Bible says akachukua udongo, He took clay, akatengeneza sanamu ya mtu, He made akapuliza pumzi ya uhai, and he put akawa kiumbe hai, and that breath, ili Mungu apate Adamu, ili Mungu apate so Adamu that God can obtain a man. alitumia udongo, He uses clay. He uses lakini clay. ili Mungu apate Eva So that God can get Eve. alipasua Adamu kwenye mbavu, He took Eve from the akapata Eva, of, ili Mungu apate Kaini na Abeli. so that God can get Cain and Abel. Alitumia formula ya mke na mume watoe watoto wawili, Use the formula of husband and wife, ili Mungu apate Samueli. so that God can get Samuel. Alitumia mwanamke ambaye alikuwa Azai, He used the barren woman, ili Mungu ampate Kristo Yesu. so that God can bring Jesus. Alitumia mwanamke bikira. He used a virgin. Kwa hiyo formula za Mungu The formulas of God, ni tofauti na formula they zetu. are different from our formulas. Formula za Mungu The formulas of God, ni tofauti na formula they zetu. are different from our formulas. Nataka nikutie moyo mtumishi wa I Bwana, want to tell you today, kwa kazi ambayo umefanya for the work that you have done katika kipindi cha miaka 20, for the period of 20 years, vile vile ulivyotembea na Mungu katika mateso for how faithful and in progress you walked with na God, haukukata tamaa, and you never gave up. miaka 20 inayokuja And the 20 years that are to come, utatembea na Mungu vile you walk vile. with God like Yale mateso uliyopata, the torture that you got, mateso uliyopata the torture, katika kipindi cha miaka for the 20, period of the past 20 years. leo ni mwanzo mpya. Today is a new beginning. Kuna kitu Mungu anabadilisha, There is something God is shifting. maana yeye ana uwezo wa kubadilisha. He's faithful to change. Machozi uliyolia miaka The 20 tears that you have cried, ndio kicheko utakachocheka miaka 20 is your ukuta. laughter 20 years to come. Kilio uliyolia miaka The 20 cry that you have cried, ndio furaha inayokuja miaka 20 ijayo. joy and the happy for the Kama unaamini maneno haya, piga kelele za Bwana. Jesus, if you believe, Yale machozi uliyolia, for the tears that you have cried, kilio uliyolia, the cry that you have cried, mateso uliyopitia, and the torture that you have gone watu through, walikukataa, people deny you, wengine walikusaliti, and the people betray you, wengine walikusema vibaya. the gossip about you, Sasa wakati umefika and the period has come, ambao tunakwenda kuzindua rasmi ukurasa mpya wa utumishi a wake. new page of his Kila kilichofeli everything that has failed, kitafaulu katika miaka 20 ijayo, Jesus will be the next 20 katika jina la Yesu Kristo.
sana. May God give you that. Tumpe Yesu makofi mazuri sana. For Jesus. Nataka kuongea kitu kikubwa hapa. I want to talk something big. Nataka kuongea kitu prophetic kabisa. I want to talk something prophetic. Hebu nikasema acho nisikilize. Look at me. Musa anafanya nini hapa? What is Moses doing in Canaan? Wakati Mungu alimwambia, when God told him, utaona Kanaani, you will see Canaan, lakini hautaingia. but you will not enter. Lakini hapa tuliposoma, sio mimi nimeongea. But where we have read in the Bible, ni Biblia imeandika. The Bible has written. Pale Kanaani, it is in Canaan. Juu ya mlima, on the top of the mountain. Transfiguration. What transfiguration? Musa akaonekana. Moses. Petro alimuona kabisa. Peter saw him. Akasema, baba, tuchifanye vile vile hapa. And say that you make two tents. Kimoja cha Musa, one of Moses, kingine cha Elia, and another for Elias, na kingine chako, vibada vitatu. 3 tents. And the other Musa anakuja fanya nini hapa? What is Moses going to do? Ninapozungumzia habari za Musa, while I'm speaking about Moses, Musa ni mtumishi katika Biblia. Moses is a man of God in the Bible. Ananibariki sana. He blesses me so much. Ninaposoma Musa, while I read about Moses, ni mtumishi ambaye Mungu alimheshimu sana. Is a man of God that God respected so much. Mungu akikuheshimu, when God respects you, amekuheshimu. He has respected you. Vizazi vyote vitakuheshimu. All generations will respect you. Musa ni kivuli cha Kristo. Moses is a shadow of Christ. Musa ni kivuli cha Kristo. It's a shadow of Christ.